Mtazamaji wa Kivona Media, karibu kwenye Sports News ya na Kivona Sports. Hii tunazungumza masuala mazima ya michezo. Leo tutazungumza kuhusiana na mchezo wa fainali ya Kombe la Muungano kati ya JKU dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, mchezo ambao Yanga aliweza kubuka na ushindi na kuweza kuinua kwapa au kuchukua Kombe la Muungano na kuendelea kuweka historia nyingine ambao Yanga wanadhidi kuiweka. Niko hapa na mchambuzi wa masuala kabumbu Rashid Shabani Mchome, the heavyweight champion, ambaye anachambua mchezo ule ulikuwa vipi, lakini pia atazama namna gani ambavyo Yanga wanaziendea mechi nyingine ambazo zimesalia za ligi kuu soka Tanzania bara. Mchome, tumeangalia mchezo wa finali jana, bila shaka tumeona Yanga ameweza kuibuka na ushindi wa goli 1-0 na kuweza kuchukua kikombe kile cha Muungano. Tumeona mchezo kwa upande wako, umetazama mchezo kwa namna gani? Ni kwa namna gani ambavyo JKU wameweza kuruhusu kufungwa goli lile na kuruhusu kufungwa katika mchezo wa finali, lakini pia Yanga alicheza kwa kiasi gani licha kuwa kwamba tumeona wachezaji wake wengine ambao wakipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza hawajapata, akiwemo Pacome Zouzoua na wengine ambao wanachezaga. Mchezo kwa ujumla ulikuwa mchezo wa namna gani? Ni michuano ambayo ilikuwa na surprise nyingi ambazo wengi hawakutarajia kuziona kwa namna ambavyo michuano ilikwenda kuwa. Unajua ufuatiliaji wa ligi ama michuano husika ambayo inatokea katikati ya ligi inakuwa na mvuto zaidi pindi ambapo Simba na Yanga wanakuwa ni timu shiriki, lakini safari hii alikuwepo ni Yanga tu kwa sababu ya Simba kuwa na changamoto za michuano ya shirikisho, akawa hayupo kwenye michuano ile. Na ukitazama namna ambavyo ilikuwa inakwenda michuano, kuna vitu ambavyo vimeonekana sasa hivi na wengi wanazungumza kwa namna ambavyo vile vitu vipo, pengine wanaona sasa namna ambavyo visiwani wana timu ambazo zina ushindani, lakini pia kutengeneza wachezaji ambao wamekuwa na vipaji vya hali ya juu. Utaona namna ambavyo Singida alivyotolewa, utaona namna ambavyo Coastal Union alivyotolewa, utaona pia namna ambavyo Azam alitolewa. Kwa hiyo ukitazama namna ambavyo hiyo itakupa picha na taswira nzima kwamba namna ya timu za Zanzibar zilikuwa. Ukitazama pia Young Africans mpaka anafika finali ni alikwenda mpaka hatua ya changamoto ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo zilikuwa na ushindani. Ukizungumzia mechi ya jana JKU na Young Africans, JKU nilikwambia Nixon tuwali kuzungumza kwamba wana nidhamu sana kwenye eneo la ulinzi. Yani hawatengenezi ile mianya hasa ambapo wanakuwa wakishambuliwa. Wana nidhamu ya hali ya juu, na ukitazama namna ambavyo wanacheza wachezaji wengi wa Zanzibar ni wachezaji wenye umri mdogo kweli. Kwa hiyo ile energy ya kupanda, ile energy ya kushuka, kufanya kile kitu ambacho mpira unahitaji kwa timu ambayo imekuzidi vitu vingi, kwa kiasi kikubwa wanaifanya, kwa sababu ili uweze kumblock Young Africans ama timu ambayo imekuzidi quality, unapaswa kukimbia eneo kubwa la kiwanja wewe, kuhakikisha unakwenda kutibua mipango mingi ambayo Young Africans walikuwa wanaifanya, na kwa kiasi kikubwa sofa walikuwa wanaifanya JKU. Unaweza kaona namna ambavyo walikuwa kizuia ile mianya, na ndio maana unaona hata idadi ya goli lililofungwa ni moja tu, kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa wakijilinda. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo wa namna yake, na ukitazama Young Africans mengi yanazungumzwa pengine, na jana mimi nimefurahishwa na wachezaji wengine ambao kwa hawapati nafasi. Ndio pale ambapo unajiuliza why kuna fulani anacheza ambaye au anapewa nafasi kwa sababu tu ametoka labda nje, haja click bado labda pengine, ama mazingira hayajakuwa sawa. Mimi mtu kama Ikangalombo huwezi kumfananisha na Dennis Nkane kwa kazi aliyofanya jana. Yes, Faridi hakuwa na kiwango hicho ambacho kinavutia zaidi kwa michuano hii, lakini kwa watu hawaja click kwenye mazingira ya nyumbani hapa Tanzania, kwa maana walikotoka, lakini pia labda pengine mifumo. Na mzungumzia mtu kama Ikangalombo ukimlinganisha na Dennis Nkane ambaye ameonyesha uwezo mkubwa kweli katika michuano hii. Kwa hiyo ameonyesha kitu kizuri, unaweza ukaona kwa namna ambavyo amekwenda. Kwa hiyo ukitazama namna ambavyo wanacheza wachezaji wengi wa Zanzibar, umri mdogo, lakini pia namna ambavyo wanakuwa wakicheza hii michezo, wana namna ambavyo wanakwenda kuziaddress timu ambazo wanajua tukilinganisha physical battle sisi na wao ni ngumu, kwa sababu wachezaji wengi wa Zanzibar talanta miguuni ipo, uwezo mkubwa wa kumiliki mali, lakini bado physical wako vizuri. Kwa ndio maana unaweza ukaona pia michuano imekuwa na idadi ndogo ya magoli, na ndio maana unaweza ukaona pia finali imekuwa finali kweli, licha ya kwamba ni Yanga na JKU ambako wengi walitegemea kwamba JKU anaweza akafa magoli mengi kwa Young Africans. Nixon.
Mchome tumezoea kuona katika ligi kuu soka Tanzania bara Yanga akiwa anashinda magoli 6-5, lakini kwenye ligi ya Muungano hajaweza kufanya hivyo. Michezo miwili ambayo amecheza, wa kwanza ameweza kushinda kwa goli 2-0, lakini pia mchezo wa pili ameweza kutoa sare ya 1-1, kimewapeleka kwa mikwaju ya penalty, na jana ameweza kushinda kwa goli 1. Unadhani kuna nini ambacho kimejificha kwa Yanga kupunguza au idadi ya magoli kupungua kwenye ufungaji wao? Nimekwambia kwanza ni kutokana na aina ya timu ambazo wanakutana nazo. Ukizitazama nidhamu ya timu za Zanzibar namna wanavyocheza, ukija ukilinganisha nidhamu ya timu ambazo ziliwahi kufungwa 5, unaweza kuona kwa namna ambavyo wanacheza. Hicho jambo la kwanza, kwa sababu wanavyocheza wachezaji wengi wa Zanzibar kwanza wana nidhamu ya kwamba tunacheza na nani. Yes, tuko katika ligi kuu na sisi Zanzibar, lakini na wenzetu pia kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini kuna vitu ambavyo wanatuzidi. Kwanza ni quality player, hilo ni jambo la kwanza ambalo tutakolijua, lakini pia wana walimu wenye uzoefu zaidi ambao wamepita katika baadhi ya vilabu ambavyo vina majina hapa Afrika. Kwa cha kufanya ni nini? Kwanza tuingie na nidhamu ya kwamba hawa wametuzidi, twende kucheza nao kwa nidhamu ya hali ya juu, maana ambavyo tunatakiwa tutengeneze pattern, tunatakiwa kujilinda zaidi, tunatakiwa tutengeneze ile compact nyuma kwa namna ambavyo tunazuia, lakini pia wakati ambao tunashambulia basi tusitengeneze idadi kubwa ya watu ambao watakuwa wamesogea zaidi mbele ili kutengeneza mianya huku nyuma. Kwa ile nidhamu ya kujilinda imekuwa ni jambo ambalo linafanywa zaidi na wachezaji wengi ambao walikuwa katika ligi ya Kombe la Muungano. Lakini ukipiga kutazama pia kulikuwa na rotation ya kikosi kwa Young Africans kwa namna ambavyo walikuwa wao wakiendea hizi mechi. Unaweza kaona mchezaji kama Clatous Chota hakuwepo, lakini pia mchezaji kwenye rotation ya kikosi ambao wanaanza katika kikosi cha kwanza, mtu kama Khalid Aucho ambaye mara nyingi yeye ndo ana control tempo ya Young Africans. Duka Ogabuya, Pacome hatujamuona. Yes, unaweza kaona kwa Prince Dube ambaye mara nyingi pia amekuwa akihusika kwenye movement na magoli mengi. Unaweza kaona hawa watu ambao mara nyingi huwa wanaifanya kazi nzuri wakiwa na kikosi cha Yanga hawakuwepo katika michuano hii, na ndio maana pengine kuna vitu ambavyo vilikuwa vinapungua, kwa sababu namna ambavyo wanacheza hawa wengine sivyo ambavyo wanacheza wakiwa hawa wengine, kwa namna ambavyo walikuwa wanacheza wakiwa pamoja, anajua wapi nikiweka pasi, wapi ataikuta na mimi nikae maeneo gani ili niweze kutengeneza mazingira. Kwa rotation, lakini pia nidhamu ya wachezaji ambao walikuwa wakicheza na hizi timu, ndio maana umeona idadi pia magoli imepungua kwa kiasi kikubwa. Nicho nadhani ni hicho, na ndio maana unakuta idadi na wengi wanaizungumzia labda mambo mengine ambayo mimi sipaswi kuzungumza hapa, lakini kikubwa ni hivyo, namna nzuri ya kujilinda, lakini pia rotation ya kikosi cha Yanga, ndio maana unaona magoli yakuwa ni machache zaidi.